Itishwe 10,000 kweli? Sisi tumekataa, hatutaki. Matumizi ya bangi yameendelea kuongoza kama dawa haramu inayotumiwa zaidi nchini. Huku utafiti mpya wa shirika la kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA ukibaini pia kuibuka kwa dawa mpya za kusisimua akili. Ripoti hiyo iliyotokana na uchunguzi wa maji taka na sampuli za dawa katika maeneo mbalimbali nchini imeonyesha mwenendo mpya wa matumizi ya dawa za kulevya katika kaunti zilizofanyiwa utafiti. Aguturosa anaripoti. Matumizi ya bangi na heroin yameendelea kutawala katika kaunti mbalimbali nchini, huku dawa mpya za kusisimua akili zikianza kuenea kwa kasi. Haya ni kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa na shirika la kupambana na dawa za kulevya nchini NACADA. Wanasayansi walitumia uchambuzi wa maji taka kufuatilia aina ya dawa zinazotumiwa katika jamii. Utafiti huo wa kitaifa uliohusisha kaunti 12 zinazotaja kuwa na kiwango kikubwa cha matumizi ya dawa za kulevya. Kaunti hizo ni Nairobi, Nakuru, Kisumu, Busia, Uasin Gishu, Kiambu, Nyeri, Isiolo, Garissa, Mombasa, Kilifi na Kwale. Watafiti wanasema mabaki ya dawa na kemikali yaliyopatikana kwenye maji taka yanatoa picha halisi kuhusu mwenendo wa matumizi ya dawa hizo. Sampuli 152 zilichambuliwa kutoka kwa sampuli 48 za maji taka. Dawa zilizogunduliwa zaidi ni bangi, heroin, cocaine na dawa za hospitali. Matokeo yanaonyesha kuwa bangi bado ndio dawa haramu inayotumiwa zaidi katika kaunti zote zilizofanyiwa utafiti. Aidha, kulibainika ongezeko la matumizi mabaya ya dawa za hospitali kama diazepam, tramadol, amitriptyline na rohypnol. Ripoti hiyo pia imeangazia ongezeko la matumizi ya vyakula vya bangi, hasa vinavyojulikana kama weed cookies, hususan jijini Nairobi. Jambo linalotia hofu zaidi ni ugunduzi wa dawa mpya za kusisimua akili zinazojulikana kama NPS. Dawa hizi za kutengenezwa viwandani huiga athari za dawa za kawaida za kulevya, huku zikikwepa kugunduliwa kwa urahisi kisheria. Ripoti hiyo pia ilibaini kemikali hatari zinazochanganywa na heroin na cocaine, zikiwemo caffeine, diazepam, ketamine na dextromethorphan. Sasa NACADA inatoa wito wa kuanzishwa kwa mfumo wa kitaifa wa ufuatiliaji wa maji taka na mfumo wa tahadhari za mapema ili kusaidia mamlaka kugundua dawa mpya kwa haraka zaidi. Kenya remains a strategic transit and an emerging consumer hub in the use of hard drugs. Heroin is trafficked primarily through the Indian Ocean. Cocaine is trafficked from South America. The emerging synthetic drugs like methamphetamine, in the recent bust, we saw that it came from the Greater Middle East. Waziri wa usalama wa ndani Onesmus Murkomen amesisitiza umuhimu wa kuimarisha sera zinazoongozwa na intelijensia. We will institutionalize West-based epidemiology as a national drug surveillance and early warning system to enable continuous monitoring of drug trends across all the 47 counties. Wanasayansi wanasema matokeo hayo yanapasa kuwa onyo, si kwa vyombo vya usalama pekee, bali pia kwa mashirika ya afya ya umma, shule, wazazi na jamii kote nchini. Aguturosa, KTN. Huku vyama vikijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027, chama cha maendeleo